Ripoti kubwa ambazo zinaendelea ndani ya Mashariki ya Kati ni kwamba vyombo vya habari vya Israeli vimeripoti kwamba jeshi la ulinzi la Israeli yaani IDF limeanza mchakato wa kuondoa vikosi vyake hatua kwa hatua kutokea ukanda wa Gaza, hatua ambayo wengi wanaona kama ishara ya mwanzo wa kumalizika kwa vita vilivyodumu kwa miezi kadhaa. Kwa mujibu wa taarifa hizo, wanajeshi kadhaa na magari ya vita vimeanza kuondoka katika maeneo ya kaskazini na katikati mwa Gaza, huku vikosi vingine vikiendelea kusalia kwa muda ili kuhakikisha usalama na utekelezaji wa makubaliano ya amani yaliyofikiwa hivi karibuni kati ya Israeli pamoja na Hamas. Afisa mmoja wa jeshi amenukuliwa akisema hii ni sehemu ya makubaliano yaliyofikiwa chini ya uangalizi wa mataifa kadhaa ya Kiarabu na Marekani kuhakikisha kuwa mchakato wa amani unaanza kwa utulivu na bila mapigano zaidi. Huyu ni afisa mmoja wa jeshi ambaye alikuwa anatoa taarifa hiyo. Wananchi waliobaki Gaza wamepokea habari hizo kwa mchanganyiko wa matumaini na tahadhari, wakitarajia kuwa huenda huu ndio mwanzo wa kurejea kwa hali ya kawaida baada ya uharibifu mkubwa uliosababishwa na vita. Huku magari ya kijeshi yakiondoka taratibu, macho yote dunia sasa yanaelekezwa Gaza, ikiomba kuwa safari hii ya amani ikaendelee kudumu. Bana, nadhani katika swali kubwa ambalo watu wengi walikuwa wanajiuliza, ni kweli amani inaweza kurejea ndani ya Mashariki ya Kati? Jibu mpaka hivi sasa limekuja ni ndio, kwa sababu Trump kupitia vipengele vyake 20 alivyoviwasilisha, basi vimetoa mwangaza mkubwa zaidi wa pande zote mbili, na hatua mbalimbali zimeanza kufikiwa kuhakikisha kile ambacho kinaotwa ama kilichokuwa watu wengi wanakiota siku nyingi kinafikiwa, na watu wanaanza kuona mwanga kule Gaza, badala ya majivu, badala ya vumbi, badala ya moto, badala ya milipuko. Maisha yameanza kwenda kama kawaida baada ya jeshi kuanza taratibu kujiondoa ndani ya Gaza.